Kristo Yesu katika siku ya kwamba alikuja duniani. Najua pamekuwa na mijadala mingi kwamba ni tarehe gani Yesu alizaliwa, lakini tunajua hata kama hatujui tarehe, alizaliwa. Jamani, alizaliwa hakuzaliwa? Amen. Bwana asifiwe sana. Basi na leo kwa neema ya Mungu nitaongea kwa habari ya Bethlehem ya Efrata. Bethlehem ya Efrata. Na andiko ambalo tutalisoma linapatikana kwenye kitabu cha nabii wa Bwana anaitwa Mika, sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 4. Mika sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 4, nami nitasoma kwa jina la Bwana. Basi wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu. Ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana na enzi ya jina la Bwana Mungu wake. Nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Bethlehem Efrata. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesogea tena mbele zako kuweza kuyasikia maneno yako, mkate wa uzima, chakula cha uzima kishukacho kutoka juu mbinguni kwa Baba. Tunaifungua mioyo yetu tukiomba ukatushibishe kwa mkate huu wa uzima kwa jina la Yesu Kristo. Tujalie kuelewa neno lako, tujalie kuliweka mioyoni mwetu, likatubadilishe sawa sawa na uradhi wa mapenzi yako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na Mwokozi wetu, na wote tuseme amen. Amen. Kitabu cha Mika, hasa sura hii ya 5, ni kati ya vitabu ambavyo vimetoa unabii dhahiri sana kuhusiana na ujio wa Yesu Kristo. Na katika mistari hii tulioisoma kuna unabii wa mambo mengi, hasa hali ya sasa hivi. Kipindi nabii huyu anazungumza haya maneno, mji wa Bethlehemu ulikuwa ni kijiji tu kidogo. Hakikuwa kijiji kati ya vijiji vikubwa vinavyojulikana sana kwenye miji ya Yuda. Hata kipindi cha Yoshua 15 akiwa anagawa maeneo, kuna miji ilitajwa kwa umuhimu wake na kwa ukubwa wake, na Bethlehem ya Efrata haikuwa miongoni mwa miji iliyotajwa kwa umuhimu. Na ni kwa sababu pia ilikuwa imezungukwa na miji mingine mikubwa. Mbele kidogo tu ya Bethlehem, kilomita kadhaa, palikuwa na mji mkubwa wa Yerusalemu, makao makuu ya watawala, ambako ndiko walikotoka wafalme mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine kulikuwa na mji unaitwa Hebroni, na kwa upande mwingine kulikuwa na mji mkubwa unaitwa Lakishi. Kwa hiyo aka Efrata kalikuwa ni kasehemu tu ambako ungeweza kusema kwa kipindi hiko kalikuwa ni insignificant. Hakakuwa ni mji ambao una sifa, wala watu hawakuwa wanahitaji Yerusalemu Bethlehem kama mji wowote wenye sifa. Lakini pamoja na udogo wa mji huu,
ulikuwa na siri kubwa sana ambayo imejificha ndani yake, na itatupa kwa neema ya Mungu mafunzo mawili matatu kwa habari ya mji huu wa Bethlehem. Tunakubaliana kwamba ndiko walikotoka wafalme ambao Mungu aliwapa mamlaka ya kutawala, wakianzishwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi, na baadaye akapata ahadi kwamba kupitia yeye atakuja mtoto wake ambaye Mungu atamuinulia nyumba ya milele na atakaa kwenye kiti cha Daudi na kutawala milele. Amen. Maneno haya ya Mika yamekuja kuwa echoed, yamekuja kurudiwa tena kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na kitabu cha Luka sura ya 2, wakiwa wanajaribu kuelezea hali ilivyokuwepo kipindi Yesu anazaliwa. Kwa sababu ya muda, naomba nisome yale ya Luka sura ya 2 na ya Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 1, au ukipata nafasi utaenda kupitia. Lakini Luka sura ya 2 mstari, tukiazima hapo mstari wa 4 mpaka wa 7, neno la Mungu lina haya ya kutuambia. Yusufu naye aliondoka, wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Yusufu naye nianzie mstari wa 3. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa, naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanaye kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Sasa kidogo tusafiri, twende katika haya mazingira ambayo Yesu anazaliwa. Kipindi ambacho wana wa Israeli walirejea kutoka kwenye ufalme wa Babeli, walianza upya kujenga Yerusalemu, wakianza kipindi kile cha Nehemia mtumishi wa Mungu na Ezra akiwa kama kuhani, mfundishaji na mwalimu wa maneno ya Mungu, na wakaishi katika hicho kipindi. Mbele kidogo tunaona zama za kipindi ambacho wanatheolojia wanakiita kipindi cha miaka 400 ya ukimya, mahali ambapo neno la Mungu lilikuwa tena adimu. Kwa hiyo chochote ambacho wana wa Israeli walikuwa wanategemea kwa kipindi hiko ilikuwa ni maneno ambayo yaliandikwa na manabii na Musa kwenye kipindi cha nyuma, na baadhi ya stori ambazo walizikusanya kutoka uhamishoni walikokuwa wametawanyikia. Sasa katika kipindi hiko cha ukimya, miongoni mwa maneno ambao walikuwa wanayasoma mara kwa mara na kuyatafakari mara kwa mara, ambao kidogo yalikuwa yanawapa tumaini na umoja wa kiimani kama Wayahudi, katika kipindi ambacho imani yao kwa Mungu ilijaribiwa mara kadhaa na matukio mengi yaliyotokea katika hicho kipindi cha ukimya wa Mungu, ilikuwa ni ahadi ya kuja kwa Masihi ambaye angetoka katika ukoo wa Daudi, na yeye Masihi huyo waliamini kwamba angewaokoa kutoka katika mambo yote magumu wanayopitia. Sasa katika hiki kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha ukimya, haimaanishi kwamba taifa lilikuwa limekaa tambarare. Lilipita katika vipindi vingi. Ni kipindi ambapo taifa lilitoka kwenye ufalme mmoja baada ya ufalme mwingine, lakini kukatisha miaka kama 60 hivi kabla ya Masihi kuja, taifa lilikuwa limeingia kwenye utawala wa Roma, dola ya Roma ambayo ilikuwa imechukua sehemu kubwa ya ulimwengu wa kipindi kile,
na ikawa inatawala kutoka makao makuu Roma, lakini walikuwa na mfumo fulani wa utawala tofauti na wenzao waliopita, mfumo ambao na wao waliurithi kutoka kwa waliowatangulia, mfumo wa kikoloni, kwamba wanakutawala lakini wanakupa uhuru wa kukaa nchini kwako na kuendesha mambo yako, ingawa tu kuna mambo fulani fulani mtaona kabisa kwamba haya sio ya kwenu, mnalazimishwa kufanya kwa ajili yao. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa chini ya viongozi ambao waliwekwa na dola ya Roma, na walikuwa wanaripoti kwenye dola ya Roma kipindi hiko. Na ufalme huo wa Israeli ambao ulikuwa umegawanyika mara mbili, kulikuwa na jimbo ambalo lilikuwa ni jimbo korofi kidogo, lilikuwa linaitwa Yudea, na aliwekwa pale kiongozi ambaye aliitwa Herode. Kipindi hiko mtawala wa ulimwengu wa hiyo dola ya Roma alikuwa anaitwa Kaisari Augustus. Sasa katika kipindi hicho, wakiwa wamejenga mji fulani hivi pembezoni mwa bahari kimkakati, strategic city ulikuwa unaitwa Kaisaria Filipi, waliona pia haja ya kujenga sehemu kumonita mambo yaliyokuwa yanaendelea kwenye makao makuu na kitovu cha taifa la Israeli na imani ya Kiyahudi iliyokuwa inawaunganisha Wayahudi wote pale Yerusalemu. Kwa hiyo Roma walikuwa na mkono wao pale, na walikuwa wanatupia jicho kwa karibu. Ukisoma Biblia utaona kipindi hiko Herode akiwa gavana pale, mfalme alijulikana kama mfalme wa Wayahudi ambaye hakuwa Myahudi. Palikuwa na gavana mwingine tena kama kiranja wa dola ya Roma aliyekuwa anaitwa Pilato. Na baadaye utaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walikuja wengine wengi. Kwa hiyo haya ndio mazingira ambayo Yesu anazaliwa. Sasa kwa sababu ya kuimarisha mifumo kwa sababu ya kuimarisha mifumo ya kitawala na kikusanyaji kodi, ikatoka oda kutoka makao makuu ya dola ya Roma kwa Kaisari kwamba watu wote waende kwenye miji yao kuhesabiwa. Ni kwa lengo tu la kujua tuna watu kiasi gani, kuweza kulinganisha tozo ambazo zitakuja na taarifa ambazo tunazo. Na ilikuwa ni njia tu ya kuweza kuwatawala watu wale vizuri. Kwa hiyo ikatoka agizo kwamba watu waende kuhesabiwa manyumbani kwao. Sasa Yusufu aliyekuwa ni mtu wa kawaida, aliyekuwa anatoka kwenye mazingira ya kawaida kwenye kamji kengine ambacho ni cha kawaida sana, kanaitwa Nazareti. Upande wa pili wa Israeli panaitwa Samaria huko. Alikuwa ndo ametoka tu kuposa mwanamwali aitwaye Mariamu. Tunakumbuka hiyo story mpaka Mungu anamwambia kwamba sasa usiogope kumchukua, maana alionekana yule dada ni mjamzito kwa uwezo wa Roho. Sasa kipindi ile taarifa inatoka kwamba wakahesabiwe, Mariamu alikuwa ni mjamzito na alikuwa ni anakaribia sana kujifungua. Kwa hiyo wanaanza safari kutii mamlaka dola ya Roma, kwenda kila mtu kwenye mji wake na kwa watu wa ukoo wake kuhesabiwa. Wanaenda na yule mama akiwa katika ile hali ya ujauzito, na wanapofika ndo hapa Biblia inasema sasa siku zake za kuzaa au za kujifungua zilikuwa zimekaribia, na akamzaa mtoto wa kiume. Na utaona kuna maelekezo alipewa paka jina la kumwita na malaika. Yesu anazaliwa, alitungwa mimba sehemu nyingine, lakini anakuja kuzaliwa kwenye haka kamji haka ambako tunakasoma habari zake kanachoitwa Bethlehem, kutimiza unabii wa muda mrefu sana kuhusiana na ujio wa mwana wa Daudi atakayekaa na kutawala kwenye kiti cha enzi cha baba yake Mfalme Daudi, mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuna mambo machache ambayo tutajifunza ya kushangaza tu kuhusiana na haka kamji, na baadaye tutakuwa na mambo machache ya sisi tutakayoondoka nayo ya kujifunza
kuhusiana na upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza la kushangaza kuhusu mji wa Bethlehem, kama anavyosema Mika, mpaka kipindi unabii huu unaandikwa haukuwa mji unaojulikana, ulikuwa ni kamji kadogo, lakini kana mambo makubwa yanayoendelea ndani yake. Kwa cha kwanza ulikuwa ni mji mdogo, ni mji usio na makuu. Cha pili, ulikuwa pamoja na kwamba ni mji mdogo usio na makuu, ulikuwa ni mji wa kihistoria. Ni kasehemu ambako kana historia nzito tu, ambayo ukisoma maandiko, historia ya Bethlehem kipindiko ilikuwa inaitwa Efrata, ilianzia kipindi cha Yuda, mtoto mmoja wa Yakobo, Mwanzo sura ya 38. Biblia inatuambia kwenye Mwanzo sura ya 38, Yuda alijitenga na ndugu zake, akaenda kwenye nchi nyingine. Kipindiko walikuwa wanaita nchi kwa maana ya sehemu ambayo ina watu. Akaishi huko na akaoa mwanamke wa huko. Hebu tufungue kitabu cha Mwanzo pale sura ya 38. Mstari wa kwanza unasema, ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanani jina lake Shua, akamtwaa akaingia kwake. Naye akapata mimba, akazaa mwana, akamwita jina lake Eri. Naomba nifupishe hii story ili turudi Bethlehem. Eri Mungu alimuua kwa sababu alikuwa ni muovu machoni pa Bwana. Yuda akapata kijana mwingine anaitwa Onani. Onani naye Mungu akamuua kwa sababu naye alikuwa ni muovu machoni pa Bwana. Kwa tamaduni za kipindi kile, kwa sababu Yuda alikuwa amemuoza Eri mwanamke wa Kimoabi aitwaye Tamari. Kwa tamaduni za kipindi kile, ambaye baadaye Mungu alikuja pia kuzirasimisha alipokuwa anatengeneza ile sheria za wana wa Israeli. Kwa tamaduni za kipindi kile, ikiwa kaka mtu ameoa mke wake, alafu ikatokea kwamba akafa kabla hawajapata watoto, basi mdogo mtu au ndugu ya karibu alipewa jukumu la kuingia kwa yule mwanamke, ampatie ndugu yake uzao, ili jina la yule ndugu yake lisifutike pamoja na urithi wake. Kwa utaona Eri anapofariki, sheria inamtaka Onani amchukue, amrithi yule mjane, na akisha mrithi wapate watoto kwa jina la kaka yake, ili uzao, na walikuwa wanazaa paka watakapopata mtoto wa kiume ambaye atarithi jina la baba yake na mali za baba yake. Sasa Onani, Biblia inatuambia pale, hakutaka hicho kitu. Kwa hiyo kuna utaratibu alikuwa anaufanya mbaya na Mungu akamuua. Sasa Yuda alikuwa na mtoto wa mwisho anaitwa Shila, na ikawa kwake ni jaribu kubwa sana, kwa sababu pengine alihisi kwamba huyu mwanamke ana balaa. Ameolewa na mtoto wangu wa kwanza, mtoto akafa. Kaolewa na mtoto wetu wa pili, akafa. Sasa kamebaki katoto haka ka mwisho, na kenyewe kakimooa pengine katakuja kufa. Kwa hiyo akawa anamchenga chenga. Kule kwetu kule nakotoka Kilimanjaro, kuna ukoo fulani ambao nao kulikuwa na changamoto kama hizo. Yaani wanawake wakiolewa tu, wanaume wanakufa. Kwa hiyo wakawa wanatuambia, jamani, fanyeni mtakavyoweza, msioe familia ile. Ukienda kuoa kule uchomoi, unakufa. Kwa hiyo nahisi kama kulikuwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo hakuwa na nia ya kumpa huyu mtoto wa mwisho. Sasa ikatokea Yuda mwenyewe mke wake akafa, na Tamari alipoona yule wa kwanza amekufa, wa pili amekufa, na huyu ni mdogo, na akawa anapigwa chenga. Kwa hiyo akarudi kwao. Huko kwao hatuambiwi ni wapi exactly, lakini tunaona yule rafiki yake Yuda alikuwa ni Mwadulami, ambao ukifuatilia utakuta sio mbali sana na hayo maeneo yanayotajwa pale Efrata. Sasa ikafika kipindi huyu Yuda na rafiki yake ambao walikuwa ni wachungaji, wakawa wameenda maeneo fulani
panaitwa Timna kwenda kukata kondoo. Walikuwa wanafuga kondoo na kondoo walikuwa wanazalisha manyoya yale ambayo yalikuwa yanatumika kutengeneza nguo, kutengeneza mazulia na vitu mbalimbali. Sasa wakiwa wameenda kule kukata manyoya ya kondoo zao, yule dada akaambiwa kwamba baba mkwe ambaye ni ndugu wa karibu sana na wale waume zako amekuja. Na kwa kuwa alikuwa anazijua kidogo sheria na kanuni, akasema huyu ana uwezo wa kunitimizia yale ili mimi nisife bila watoto nikapata uzao. Kwa hiyo akafanya utaratibu, akajidai ni kahaba, na yule baba kwa kuwa hana mke, simtetei, alikuwa na changamoto zake, akafanya dhambi ya kuingia kwa yule kahaba, ila hakuwa na pesa. Kwa hiyo akamkopesha ile huduma, na yule akasema, ili kwa kuwa huna pesa na utanilipa ukitoka kwenye mavuno ya manyoya ya kondoo huko, basi niachie kithibitisho. Akamwachia fimbo yake na pete yake kama kithibitisho, kama amana, kwamba atakaporudi sasa, wameshafanya biashara zao huko, aje amlipe pesa yake aondoke. Sasa wamefanya biashara, Yuda mwaminifu akarudi pale kwenda kukomboa vitu vyake. Yule mwanamke hakuonekana. Akawauliza watu wa pale, jamani, kuna kahaba alikuwa hapa? Watu wote wanamshangaa, hapa hapajawahi kuwa na kahaba yoyote. Basi akarudi zake, akasema basi sasa amerudi nyumbani. Baada ya muda anakuja kuletewa taarifa kwamba mkwe wako, mjane wa watoto wako, hajawa mwaminifu. Kipindi hiki ambacho ulimsubirisha amsubiri kijana wako mdogo mpaka atakapokuwa mkubwa ili amchukue, sasa kipindi hiki ni mjamzito, na taratibu za kipindi hiko mjamzito wa design hiyo anatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Kwa hiyo akaagiza yule dada aletwe apigwe mawe mpaka afe, na dada yule akaja na vile vitu ambavyo ni amana. Akasema, ni kweli nilifanya dhambi na ninajua kabisa, ila dhambi hiyo nilifanya na mtu mwenye vitu hivi. Kwa hiyo ili nisife peke yangu, basi mtafuteni mwenye vitu hivi tuje tupigwe wote mawe. Yuda alivyoviona vitu vyake akavitambua na akakiri pale mbele za watu kwamba jamani, haya ni mambo ya kifamilia, tutaenda kuyamaliza kifamilia. Kwa hiyo kwenye familia sasa akasema, kweli huyu mwanamke ni mwenye haki kuliko mimi, kwa sababu mimi nilimwahidi hiki kitu ila sikutimiza, kwa hiyo kimekuja kwa staili nyingine. Kwa hiyo huyu Tamari anaingia kwenye historia na ukoo wa Wayahudi wa Waisraeli kwa staili hii ambayo ni ya kiaina aina. Wanapata watoto. Mtoto wao wa kwanza anaitwa Perezi, ni mapacha na yule mwingine. Perezi ndio ambaye baadaye kizazi chake kinakuja kuwa shina ambalo Yesu anapitia. Sasa ukija ukiangalia huku kwenye taratibu za Walawi, Mungu aliwahi kutoa maelekezo akasema, kijana yoyote ambaye ni mwana haramu asionekane mbele yangu mpaka uzao wa 10. Mwana haramu ni mtoto aliyepatikana nje ya utaratibu au aliyepatikana kwa hiana au kwa dhambi. Kwa hiyo Mungu akawa ametoa hilo katazo, asionekane mtu wa namna hiyo kwenye kusanyiko au kunitumikia mpaka uzao wa 10. Kwa hiyo utaona Perezi sasa pamoja na watoto wake wote walizaliwa, waliendelea kuwa sehemu ya jamii, lakini kwenye huduma, kwenye makusanyiko yale ya watu wa Mungu hawakuruhusiwa kujichomeka mpaka wafunguliwe kwenye laana yao. Na utaona sasa lile jambo likawa linaendelea kwenye jamii. Tunaongelea habari za Bethlehem. Ni mji wa kihistoria. Baadaye kipindi cha Yoshua ametuma wapelelezi kwenda kuipeleleza nchi, wale wawili, maana kipindi cha Musa walitumwa 12, kipindi cha Yoshua akatuma wawili. Wakaenda wakafikia nyumbani kwa kahaba mmoja, wakamwahidi yule kahaba kwamba akiwapa ushirikiano na akawasaidia wakarudi salama,
watamnusuru yeye na familia yake wakiwa wanauteketeza mji wote wa Yeriko. Na ndicho kilichotokea. Yule kahaba wakamnusuru. Kahaba yule alikuwa anaitwa Rahabu. Miongoni mwa watu ambao walienda vitani kwenda kuipeleleza nchi, alikuwepo ni bwana mmoja Mbethlehemi, alikuwa anaitwa Salmoni. Na baadaye ikawapendeza wana wa Israeli, kwa sababu sasa wamemwokoa kahaba huyu, amewaokoa, nao wakamwahidi, wakamleta, na aliongea maneno pale kwamba anampenda Mungu wa Israeli, amesikia habari za Mungu wa Israeli. Kwa hiyo Salmoni akamuoa Rahabu, wakazaa naye mtoto anaitwa Boazi. Mambo yanaendelea kunoga. Kipindi cha Boazi, ukisoma kitabu cha Rutu, utaona kuna familia moja kutoka Bethlehemi ya mzee mmoja alikuwa anaitwa Elkana. Ni Elkana maana kuna Eli na Elkana. Alikuwa na watoto wawili, Mahiloni na mwenzake Kiliani. Kwa sababu ya njaa iliyokuwa imeisibu nchi, wakahamia kwenye nchi ya Wamoabi. Ni chini kidogo tu ya Yerusalemu, kusini, ukaribia na ziwa ili bahari fulani ya Mfu chini huko kusini. Wakaishi huko, wale vijana wakaoa. Mmoja akamuoa binti anaitwa Orpa, mwingine akamuoa binti anaitwa Ruthu. Haikuwa riziki, wale waume wote wakafa na wanawake wale wakawa katika hali ya ujane, kama mama mkwe ambaye naye alikuwa katika hali ya ujane. Mama mkwe sasa amekaa pale, ikabidi awaruhusu wale mabinti, akawaambia, sasa rafiki zangu, mimi narudi kwetu, nimesikia kwamba Mungu ametubariki kule, sasa na mimi nawafungua, mpo huru, mnaweza mkaendelea na maisha yenu. Orpa akarudi, akaenda kuolewa tena. Rutu akang'ang'ania, akasema, mimi sina pengine pa kwenda, sisi tumeshaunganishwa, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo Naomi mjane anarudi Israeli, anarudi Bethlehem, maana alikuwa ni wapale, kwa watu wake, akiwa na mwanamke Moabi anaitwa Rutu. Tunaelewa ukisoma kitabu cha Rutu, Mungu akatengeneza mazingira, mtumishi wa Mungu Boazi akamuona Rutu, na ikatokea mazingira ambayo yalishaandaliwa. Basi Boazi ikatokea kwamba akamuoa Rutu kwa kupitia taratibu za kikombozi. Akamuoa kama kinsman redeemer, amemuoa mke wa ndugu yake wa karibu ili ampe ndugu yake jina na uzao na urithi katikati ya watu wake, ili ule urithi usipotee. Sasa Boazi na Rutu ni Mmoabi. Kumbuka historia ya babu wao mwanzilishi kule, founder, amezaa na Tamari Mmoabi. Kwa hiyo imekuja tena historia imejirudia, wanazaa. Mazingira hayo ni pale pale kwenye Bethlehem ya Efrata, ambao kimsingi ni sehemu ambayo ni ya kawaida sana, haina sifa, lakini mambo makubwa Mungu anayasuka chini kwenye historia za vizazi na ukoo. Kilichonifurahisha ni kwamba wale wazee hawakuwahi kusahau historia yao. Walipokuwa wanamuingiza Rutu kwenye ukoo kwa kupitia ndoa takatifu ya huyu Boazi, mwanaume aliyejiheshimu sana, mwanaume mwenye haki mno, maana alipigwa jaribu ambalo wanaume wengi wa kizazi hiki sijui kama wangevuka salama, lakini alivuka salama kwa kuhakikisha kwamba anafuata taratibu zote. Wale wazee walikuwa wakibarikiana, walikuwa hawaachi kutaja historia yao. Kwa hiyo walipokuwa wanamuingiza Rutu kwenye familia, ukisoma kitabu cha Rutu sura ya 5, Rutu sura ya 5, sika mimi ndo nitawahi kupata au watumishi hao wa Mungu watapata, lakini ni Rutu sura ya 5 mstari, Rutu sura ya 5, kama mtapata watu wa Mungu, utaona wale watu wa Mungu
wanabarikiana, na miongoni mwa maneno waliokuwa wanabarikiana au wanambariki huyu Rutu, wanasema kwamba Mungu na akufanye kama, alafu wanamsaiti Tamari, uzao wako uwe kama Waperezi. Ni Rutu 4 mstari wa 11 na wa 12. Nyumba yako na ifanane na nyumba ya Perezi, ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda, kwa wazao atakaokupa Bwana katika mwanamke huyu. Hapo wanambariki Boazi, wanarudi kwenye historia. Mambo haya yote yanafanyika katika kaeneo hako kasicho na umuhimu kivile, kanachoitwa Bethlehem. Watu wa Mungu wanajaliwa mtoto ambaye baadaye atakuja kuwa babu wa mtumishi wa Mungu Daudi. Sasa ni mji wa kihistoria, ndio chimbuko la ukoo wa Daudi, chimbuko la wafalme, lakini katika kamji kadogo ambako kako insignificant. Ukisoma historia tena ya huo mji, utakuta pia Mwanzo sura ya 35, Yakobo akiwa anatoka kwa Labani akiwa na familia yake, akiwa na mke mkubwa na mke mdogo ampendaye, mke wa pendo lake. Yule mama alikuwa mjamzito wa mtoto wa pili, mdogo wake Yusufu, anaitwa Benyamini. Na wakiwa wamefika, wanaelekea Bethlehem Efrata. Wakiwa wamefika karibia na Efrata, yule mama wakati wake wa kujifungua ukawa umefika, na akazidiwa na utungu, akajifungua mwana pale, na hakufanikiwa kuendelea kuishi. Na kipindi kile cha utungu wake na uchungu wake, akamwita yule kijana, huyu ni mwana wa uchungu wangu, Benoni. Baba alikuwepo pale, aliposikia akabadilisha jina la yule mtoto, akasema huyu ni mwana wa mkono wangu wa kuume. Kwa hiyo tunaona tena pale Mungu anatupa kahinti ka kihistoria kanachokuja kuelezea kwamba Bethlehem au Bethlehem ya Efrata ni kasehemu ambapo pia katakuwa na uchungu na furaha. Utaona tena baadaye nabii Isaya anatabiri, nabii Yeremia anatabiri. Ukisoma Yeremia sura ya 5, anasema Raheli analilia watoto wake, natazama hawapo. Sasa tunajua Raheli alikuwa ni mama wa Benjamin, na alilia kipindi anamzaa kwa uchungu, lakini anatumia ile picha ya umbo kuelezea tena kwamba kuna kilio kingine, anawalilia watoto wa pale kwa uchungu sana kwamba hawapo. Ukisoma Mathayo sura ya 2 mstari wa 16 na 18, anaeleza sasa kilio cha Raheli ni nini. Herode aliposikia habari za kuzaliwa kwa Yesu kutoka kwa wale mamajusi wa mashariki, aliposikia zile habari na kutafuta kujua kwao mambo haya yanaweza yakawa yametokea lini, hesabu zake zikampa kujua kwamba tangu habari hizo zimeanza kuvuma kwamba amezaliwa na mpaka kipindi hiko wamekuja wale wazee kumthibitisha, inaweza ikawa imepita takribani miaka 2. Kwa hiyo akasema nenda Bethlehem, katoa maelekezo, huwa watoto wote kuanzia umri wa miaka 2 kushuka chini. Inasadikika kwamba kwa hiyo miaka Yesu kama angekwepo Bethlehem kipindi hiko yangemkuta hayo, lakini Mungu alimtoa Yesu Bethlehem kimiujiza. Kwa hiyo Bethlehem kihistoria pia ni mji ambao unakumbusha machungu. Lakini haikuishia hapo.
Yakobo alibadilisha historia kwa jina la yule mtoto, akasema pia ni mtoto wa mwana wangu wa mkono wa kuume. Kwa hiyo tunaona pia pamoja na huzuni pale kutakuwa na furaha, mixed feelings. Siku malaika wanawatokea wachungaji wa kondeni, walikuja na habari ya furaha. Wanawaambia wale wachungaji kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 10 kwamba tumewaletea habari ya furaha. Haya yote yanatokea kwenye kamji haka ka Bethlehem. Luka sura ya 2 mstari wa 10 na wa 11. Sura ya 2, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kwa hiyo hayo yote yanapatikana ndani ya kamji kadogo kasiko na mambo makubwa. Kwa 3 ni mahali penye mixed feelings, furaha, huzuni, furaha, changanyiko. Lakini pia Bethlehem ni mahali penye chimbuko la mpango wa Mungu wa ukombozi wa mataifa. Na hii tunaiona kwenye habari ambayo tumeisoma ya Yuda, anaingia kwenye agano na Moabi, yeye akiwa anawakilisha uzao ulioteuliwa na Mungu, uzao mteule wa Israeli. Kumbuka Mungu alianza kuwaita kwanzia alivyomuita Ibrahimu, akamwambia atoke kwa watu, akamtakasa na akampa ahadi za kuja kuwa baraka kwa mataifa. Na kuna siku mchungaji alitufundisha hapa habari ya uzao huu wa kikuhani na wa kifalme. Hawa watu ni wamishonari. Kwa hiyo Tamari kwa kupitia Yuda, hapo eneo hili linalotajwa, anaingia kwenye agano la Mwisraeli na watu wa mataifa. Na baadaye hiyo inakuja inajirudia. Tunamuona tena yule kahaba Rahabu anaingizwa tena pale, kwamba Mungu anawapenda watu wa mataifa pamoja na dhambi zao, anawatakasa kwa kupitia Kristo Yesu. Tunaona tena baadaye Boazi na Ruti Moabu wanaendeleza hilo, na tunaona baadaye Yesu anatokea hapo, anatangaza amani na habari njema kwa watu wote. Amen. Kwa hiyo ni mji wa kihistoria. Jambo la 5 la ajabu la kushangaza kuhusiana na Bethlehem. Bethlehem bwana ulikuwa ni mji wa wachungaji. Unatajwa kwenye Biblia kama mji wa wachungaji. Na wachungaji hawa specifically kabisa ni wa kondoo. Ingawa mifugo mingine pengine ilikuwepo, lakini wanaotajwa tangu mwanzo ilikuwa inatajwa Efrata, Bethlehem ya Efrata, Bethlehem Efrata, walikuwa wanatajwa wachungaji wa kondoo. Sasa hata Yuda kama mnakumbuka alikuwa ameenda huko kwenda kukata manyoya kondoo zake. Kwa hiyo kulikuwa na maswala ya watu ambao wanafuga, watu wenye kondoo na vitu kama hivyo. Na utaona Daudi Bethlehemi, ambaye baba yake alikuwa ni Bethlehemi, naye alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Na ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 16, Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11 na wa 12, Mungu anamtambulisha Daudi kama mchungaji anapomwambia Samueli aende kwenye familia ya huyu baba huyu anaitwa Yese. Na ule mstari wa 11 anasema pale mtumishi wa Mungu, kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wako wote hapa? Naye akasema, angalia mdogo wao natazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wakamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu wakamleta akiwa anachunga kondoo. Lakini utaona kwenye kitabu cha Ezekieli Mungu akiwa anatoa unabii kuhusiana na Yesu. Ezekieli 34, Ezekieli 34 mstari wa 11, Ezekieli 34 mstari wa 11 anaongea habari ya Yerusalemu, kwamba kutoka hapo Bethlehem, kwamba kutoka hapo atatokea mchungaji Bwana Mungu. Maana Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi mwenyewe na mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia.
Anaendelea kusema, kama vile mchungaji awatafutavyo kondoo zake siku ile wanapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakavyotafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyikia katika siku ya mawingu na giza. Anaendelea kusema, nami nitawatoa katika watu wa mataifa na kuwakusanya katika nchi zote, nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe, nami nitawalisha juu ya milima ya Israeli, kando ya mifereji ya maji, na katika mahali pao pote pa nchi panapokaliwa na watu, katika mahali popote pa nchi panapokaliwa na watu, nami nitawalisha malisho mema pa juu ya milima ya mahali palipoinuka pa Israeli. Litakuwa zizi lao, huko watalala katika zizi jema, nao watakula malisho mema juu ya milima ya Israeli. Anaendelea kuongea, anasema, mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu, nami nitawalaza, asema Bwana Mungu. Sasa hii juu ya milima ya Israeli, ukisoma habari ya Bethlehem, mimi sijawahi kwenda, na siku hizi kusema ule ukweli unaweza usiende mahali, lakini Google zipo, sio na vitendea kazi vipo digitally. Kuna vitu vinaitwa sasa hivi virtual tours, visual tours, unaweza ukaingia ikakupeleka tour kwenye maeneo ambayo watu wanalipa, wanapenda ticket. Of course experience haziwezi kufanana, yule mtu anayeenda pale ananusa paka na hewa ya pale na nini, lakini wewe unaweza ukawa kwa macho wala ukaona geographical topography namna ilivyo, na utaona pale ni sehemu ambayo ina ardhi ambayo kuna upande wa bonde ambalo watu wanalima sana, alafu kuna sehemu ambayo kuna milima na mabonde na mifereji. Sasa hapa inapoongelewa atawachunga, kwa wale ambao wanafahamu eneo ambalo linapatikana kondoo kwa wingi na wanachungwa vizuri kwa pale, ni eneo hili ambalo walikuwa wanakaa wachungaji Bethlehem. Ukisoma tena kwenye Mika pale tulipoanzia mstari wa 4, anaelezea habari ya mchungaji ambaye atatokea Bethlehem, atakaye wachunga watu wa Mungu, atakaye wachunga wana wa Israeli. Na kwa kuwa hapa Mungu anasema mimi mwenyewe nitawachunga, ukiunganisha vitu hapo, ukiunganisha dots, unaweza ukaona pengine anaongelea habari za mtawala huyu ambaye atazaliwa pale kama mchungaji. Amezaliwa katikati ya kundi la wachungaji kama mchungaji. Na unajua siku Yesu anazaliwa, malaika walikuja wakaleta habari njema, waliileta kwenye kundi la wachungaji kwamba leo katika mji wa Daudi, yani hapa Bethlehem, amezaliwa Mwokozi wa ulimwengu, mchungaji mwenzenu. Na Yesu akajiona hivyo, na kuna siku kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 11 anasimama anasema, mimi ndiye mchungaji mwema, ndiye mchungaji mkuu wa kondoo. Nalikumbuka somo la mchungaji lile la zile ndimi, semindimi za Yesu, na moja Yesu alijitaja kama mchungaji wa kondoo. Kwa hiyo ule ni mji wa wachungaji, na Yesu anazaliwa pale katika kamji haka ka wachungaji wa kondoo. Lakini kingine ambacho kinanishangaza kuhusiana na Bethlehem, pia ulikuwa ni mji ambapo kondoo wa kafara walikuwa wanazalishwa kwa wingi, kwa sababu kwanza haikuwa mbali sana na Yerusalemu. Ni mji ambao mimi sijawahi kufika, lakini maandishi ya mtandaoni pamoja na tafiti za watu na pengine watu walioenda wanasema ukisimama Yerusalemu kwa mbali unaweza ukaiona Bethlehem, sio mbali. Na kwa kuwa ni sehemu ya wachungaji walipokuwa wanachunga, na kulikuwa shughuli za kichungaji zilikuwa zinawahusu zaidi sana kondoo, basi ndio sehemu ambapo kondoo waliokuwa wanahusiana na kafara walikuwa wanapatikana kwa wingi. Sasa angalia maajabu na hekima ya Mungu. Kondoo, tofauti na viumbe baadhi, ni kati ya wanyama ambao wanazaa kwa msimu. Wanaingia kwenye joto kwa msimu na wanazaa kwa msimu. Muda wao wa kubeba mimba ni siku
zinazofahamika. Kwa hiyo wengi walikuwa wanapandwa kwenye mwezi wa 8, wa 9, wanakuja kuzaa kwenye miezi fulani hivi, wa 2 mpaka wa 4 kama kipindi hicho. Na kipindi kondoo wanazaliwa, kwa sababu wale kondoo waliokuwa wanazaliwa pale walikuwa ni dili, ndio ilikuwa kipindi ambacho wachungaji wanakuwa makini sana, kiasi cha kwamba wanapeana mpaka zamu za kuwa macho, ikawa watoto hawa au vimbalelo hivi vitazaliwa usiku, basi wawepo, kwa sababu mahali kondoo wapo, mbwa mwitu nao ni sehemu ya wanyama ambao wananyemelea. Wakiona amezaliwa watu wamejisahau, mbwa mwitu wanapita na vile vimbalelo. Lakini kondoo hawa waliokuwa wanazaliwa kwa ajili ya kafara walikuwa ni kondoo ambao wanatakiwa wawasilishwe pasipokuwa na wala dosari. Kwa hiyo kuna namna umakini zaidi ulikuwa unawekwa kipindi hiki ambapo wanazaliwa, kiasi kwamba wachungaji walikuwa wanapeana zamu. Wapo wanaoangalia na kutazama mida ya mchana, na wengine wanaingia kwenye zamu za usiku kuangalia na kuwa macho dhidi ya wanyama wakali. Hata kipindi cha Daudi mnakumbuka alipambania kondoo zake dhidi ya simba, dhidi ya dubu, na mbwa mwitu pia walikuwepo. Kwa hiyo wachungaji hawa walikuwa makini sana kuangalia kwamba kondoo huyu anazaliwa kwenye kipindi ambacho atakuwa kwenye mikono salama. Sasa katika kusoma nikakuta mahali wanasema kwamba ili kuhakikisha kwamba wanakondoo hawa walikuwa salama wanapozaliwa, kwa sababu walikuwa wanazaliwa kipindi ambacho pia kina upepo mwingi na baridi nyingi, kama watawahi kuzaliwa maana kilikuwa ni kipindi ambacho ile baridi lenye barafu ndio lilikuwa linaishia, basi walikuwa wanawafunika na mavazi fulani hivi maalum kwa ajili ya kutunza wasipate maradhi, lakini wasichubuke, ili watakapoenda kuwasilishwa kwa ajili ya kafara wao hawana Sasa ukisoma kitabu cha Walawi, kondoo wa kafara alikuwa anatakiwa awe mwana kondoo wa mwaka mmoja asiye na dosari. Kama ni wa mwaka mmoja asiye na dosari, mwaka mmoja, maana yake kipindi hichi wanachozaliwa ndio kipindi ambacho mwaka unaofuata anaweza akaqualify kuwasilishwa hekaluni kwa ajili ya tukio ambalo lilikuwa linatumia kondoo wengi. Nadhani hilo tukio katika historia ya Yesu ndio linatumia kondoo wengi kwa wakati mmoja, tukio la Pasaka. Tukio la Pasaka ambapo wana wa Israeli wanatakiwa kila familia iwe na mwakilishi mwana kondoo mmoja wa mwaka mmoja asiye na ambaye atawasilishwa kwa ajili ya. Sasa ili kuweka utaratibu vizuri, kuhani ndio aliyethibitisha kwamba kondoo huyu hana mawaa. Alitakiwa awe kuhani na Mlawi kabisa, amwangalie kondoo huyu, aseme kondoo huyu nimemkagua kwa ukaribu sana, hana dosari, hana anafaa kwa kafara. Huyu ana kovu kwenye mguu, aidha amechomwa na kijiti, aidha mlimzembea, ana dosari hapa, kwato yake sijui imefanyaje, kuna doa sijui limefanyaje, kuna manyoya ambayo sio yenyewe, kwa hiyo huyu hafai. Yesu anazaliwa Bethlehem katika kipindi ambacho kondoo wa kafara wanazaliwa kwenye mji wa Daudi. Jamani, si ndio? Si wachungaji walikuwa wako kwenye kesha? Walikuwa wanafanya nini usiku? Wanaangalia lambing season hapa, kondoo wasije wakazaliwa tukiwa hatujui tukawapoteza, ni dili. Malaika anawatokea, anawakuta wapo kwenye zamu, anawaambia leo pamoja na kondoo zenu wanaozaliwa hapa katika mji huu amezaliwa mkombozi wa ulimwengu. Na wanawapa kahinti kidogo, wanasema nendeni mtamkuta amelazwa kwenye hori la ng'ombe, ameviringishwa. Yale mavazi ambao wachungaji wanayajua sana. Jamani, hekima za Mungu ni za ajabu. Na kweli walivyoenda, maana aliwaambia kabisa mtaona ishara hii. Kwa hiyo kuviringishwa kwa Yesu sio kawaida ya watoto tu kuviringishwa. Kwa wale wachungaji ilikuwa ni ishara kwamba huyu ndiye yule wa kafara sasa anayetoka kwa Mungu. Na kwa kuwa kuhani lazima amthibitishe kondoo anayestahili kwenda kufa kwa ajili ya Pasaka, tunamjua Yohana Mbatizaji, mtoto wa kuhani Zekaria, wa zamu ya Abia, mtumishi wa Mungu, pakwa mafuta wa Bwana,
alimuona Yesu kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 26 na mstari wa 36, akawaambia wanafunzi wake, mimi kama kuhani ninathibitisha kwamba huyu sasa ndiye mwana kondoo wa Mungu asiye na waa, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Bethlehem inatushangaza pia kwamba hapo wanapozaliwa wana kondoo wanaofaa kwa kafara, anazaliwa mwana kondoo wa Mungu anayethibitishwa kabisa kwamba amekidhi viwango vya kafara, na anathibitishwa na kuhani Yohana kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yako mengi, lakini jambo la mwisho kwa sababu ya muda, Bethlehem, neno tu Bethlehem ni maneno mawili yameunganika, Beit Lahem kwa Kiebrania, yani nyumba ya mikate. Nyumba ya mikate. Na hata lile neno Efrata ambalo ndo lilikuwa neno la Bethlehem kwa zamani na baadaye wakaunganisha Bethlehem Efrata. Efrata maana yake ni sehemu ya fruitfulness, sehemu ya maongezeko ya chakula na nafaka. Na utakumbuka hata kipindi cha Rutu alipofika na Naomi, wametoka kule Moabi, waliingia msimu ambao wakulima walikuwa wapo mashambani wanalima nafaka, na mmoja ya wakulima ambao walikuwa wanalima nafaka na akaenda akajikuta yupo anaokota masuke pamoja na wafanyakazi wake, alikuwa anaitwa Boaz. Kwa hiyo Efrata ilikuwa ni sehemu ya uzidisho wa kimungu, sehemu ambayo Mungu anawabariki kwa vyakula, kwa mkate, kwa chakula. Na Yesu anazaliwa hapo, sehemu ya chakula, sehemu ya baraka za Mungu za mkate. Na siku moja Yesu akasimama kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 35 akasema, mimi ndimi mkate wa uzima. Bethlehem Efrata. Ingawa ni mji mdogo kati ya miji ya Yuda, mimi sijaenda, lakini hata leo walioenda, kuna mtu mmoja alienda na akawa anasema kwamba ukisikia maandiko yanavyoielezea Bethlehem, ukisikia katika msimu huu wa Krismasi jumuiya ya Wakristo wanavyoiimba Bethlehem, unaweza ukafikiria ni sehemu ambayo ni sehemu ng'ari, sehemu ambako pengine ndio Father Christmas anatokea akiwa amekusanya zawadi zake, anazipakia kwenye mabegi yake na kupita kugawa dunia nzima. Lakini ukienda kule hutaamini kwamba ni sehemu ambayo ipo very calm, haiendani kabisa na vitu ambavyo vinaongelewa, kwa sababu hata hivi tunavyoongea ni mji ambao jamii ya watu wanaoishi pale sio Wayahudi, na hata kuingia kwenye lango la pale, kama umeenda kufanya tour ukatoka zako vizuri huko Yerusalemu na kwenye miji mingine ya Israeli, ukiwa na tour guide wa Kiisraeli, ukifika pale Bethlehem unabadilishiwa tour guide. Unapoingia pale na culture ni tofauti kabisa. Ukitafuta kuona kama hapo ndipo hapa ambapo yote haya yanaandikiwa, pengine bado hata leo haya maneno yako very valid, kwamba ni mji pengine ni mdogo, ni insignificant, lakini ndio mji ambao ni mji wa kifalme, mji ambao Mungu amechagua kupitishia huko mambo yake. Sasa hili linatufunza nini sisi wanazengo, watu tunaoishi Dodoma, watu wa kawaida kabisa wa kila siku? Jamani, Mungu anaweza akachagua mambo yoyote kufanyia mambo yake makubwa. Kulikuwa na miji mingi, nilikwambia kipindi Bethlehem Mika anaiandika, kulikuwa na mji wa Yerusalemu, ulikuwa ni mkubwa. Kulikuwa na mji wa Lakish jirani hapo, ni mji mkubwa wenye sifa. Kulikuwa na mji ule mwingine wa Hebron, kama nitakuwa sijakosea, na wenyewe pia ulikuwa ni mji mkubwa, lakini mji wa Hebron ambao ulikuwa ni mji mkubwa, lakini Mungu anachagua mambo madogo saa nyingine kufanya vitu vyake vikubwa. Na kwa Mungu ulikuwa ni mji wa kimkakati. Amen.
Mungu anachagua mambo. Kwa hiyo usijidharau. Mi baada ya kusoma habari ya Bethlehem nimeingiwa na kujisikia kwamba kumbe sipaswi kujidharau. Hata kama naonekana mimi si lolote, si chochote, na watu wote watakaochagua kuniona mimi si lolote, lakini kwa Mungu wangu anaweza akanichagua na kwa kupitia mimi akafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaona pale Mika anamtia moyo Bethlehem Efrata, anasema usiogope Bethlehem, ingawa ni mji mdogo, lakini kwa kupitia wewe Mungu atafanya vitu vikubwa. Na cha pili, kuna watu ambao nimejifunza Bethlehem ingawa ni kamji kadogo ambako pengine kanaonekana hakana umuhimu, kanafanya vitu vingi chini kwa chini. Kipindi haya yanaandikwa, Bethlehem ulikuwa ndio bonde la mkate, bonde ambalo linalisha sehemu kubwa ya Waisraeli kwa mikate, lakini ilikuwa ndio sehemu ambayo wachungaji wanazalisha kondoo kwa wingi, kondoo ambao wanawavusha wana wa Israeli katika lile juma takatifu la Pasaka ambalo kila familia inatakiwa iwe na mwana kondoo. Kwa hiyo kwa kupitia yale mambo ambayo tunayafanya chini kwa uaminifu, yupo Mungu anayeona sirini. Saa nyingine usitafute hata kujionyesha, usitafute kuita media, usitafute kuita watu waone jinsi unavyofanya mambo makubwa. Yupo mmoja anaona sirini. Kipindi mji huu unaonekana ni insignificant, kulikuwa na wachungaji wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba taifa la Israeli katika wiki ile ya kuvuka, wiki ya Pasaka, wanakuwa na kondoo. Kipindi hicho kuna watu walikuwa wanafanya kazi kwenye mashamba kama Boaz, wanahangaika kulima na kutafuta mkate ambao watu wengine wote watakuja kupata. Na Mungu aliona na Mungu aliwabariki. Yale mambo unayoyafanya sirini, Mungu anayaona. Amen. Basi mimi namshukuru Mungu kwa ujumbe huu. Niombe basi hapo ulipo umshukuru Mungu pamoja nami. Halafu kama kuna mtu yeyote mwenye swali, basi anaweza akauliza baada ya hapo. Na kwa kuwa tupo na baba askofu, basi yale atakaonizidi baba askofu atajibu. Mfalme wa falme na Bwana mabwana, tunakushukuru sana kwa ajili ya somo la leo. Umetufundisha kwamba Bwana wewe hudharau vile vinavyofanyika sirini na haumdharau mtu hata kwa udogo wake. Katika miji ya Yuda ambao hata kipindi cha Yoshua wakiwa wanagawana miji, akiwa anagawa kwenye mataifa, Bethlehem ya Efrata hata ikwepo kati ya miji hiyo ambao watu wangejivunia. Haukuwa mji ambao mashujaa wanatoka, lakini wewe Mungu uliona katika wale wanyonge waliokuwa wa jamii ya wanyonge tu ndiko ulikoamua kutoa watumishi wako. Ukamtoa mwamba wa ulimwengu, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, ambaye pia ni mchungaji mkuu wa kondoo, ambaye pia ni mkate wa uzima. Na kwa kupitia hapo ukaamua kuubariki ulimwengu wote na damu inayowatakasa ulimwengu wote. Ukaamua kubariki ulimwengu wote na mkate wa uzima, na ukaamua kubariki ulimwengu wote na mchungaji ambaye atachunga kondoo. Na anasema na kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili, kwa sababu Bethlehem ni sehemu ambayo ulikuwa ule mpango wako kwa mataifa unajidhihirisha kwa vitendo. Na sisi tunashukuru kwamba leo tunaitwa sehemu ya mwili wa Kristo, tunaitwa uzao wa Ibrahimu kwa kupitia yale ambayo uliyafanya Bethlehem. Tunakushukuru sana kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Basi kama kuna swali, niseme labda turuhusu maswali mawili alafu tutafunga. Kama kuna swali au kuna nyongeza, mjadala. Natiwa moyo sana. Natiwa moyo kwamba tumeelewa. Basi nimkaribishe baba askofu.